Leo nataka tuongelee jinsi nilivyokuwa ninafanya budget, nilivyokuwa nalipa mshahara wa milioni moja. Karibu. Nilikuwa naangalia document zangu kwenye laptop, nikaona budget yangu ya mwaka 2017. Mwaka huu naona hapa nilikuwa nalipwa mshahara wa milioni moja laki tatu. Na nilikuwa nina budget, nafanya budget yangu kwenye Excel. Kwa leo tuiangalie, tuikosoe, nione nini ambacho nilikuwa ninafanya sahihi na ambacho nilikuwa sifanyi sahihi. Karibu. Tukianza hapo kwenye matumizi yangu ambayo yalikuwa makubwa zaidi, kwanza kuweka mafuta kwenye gari. Nilikuwa natumia laki tatu kuweka kwenye mafuta kwenye gari. Nikiangalia ni kama 22% ya mshahara wangu. Nikitafakari sasa hivi naona kama hii hela ilikuwa ni nyingi sana kutumia tu kwenye mafuta. Lakini nakumbuka nilipokuwa ndani nilikuwa naishi mbali sana. Nilikuwa nafanya kazi posta, naishi mbali. Gari langu lilikuwa la zamani. Wakati nanunua gari langu nilikuwa tu natafuta gari ambalo naweza nikalipia, kwa hata nilikuwa sina hela. Kwa gari lilikuwa la zamani, latumia mafuta mwingi, nakumbuka kwa wiki yani zaidi ya 50. Kwa hiyo laki tatu iko kama, sababu gari lilikuwa la zamani na nadhani kwa sababu lilikuwa la haribika, nilikuwa pia nimeweka angalau ka allowance kama gari likiharibika. Yani nikikumbuka stress ya ile gari hata sitaki kukumbuka. Nilikuwa natumia laki tatu kwa ajili ya nyumba. Ni kama 22% ya mapato yangu. Hapa nadhani inajumlisha sijui mshahara. Sina hakika kama inajumlisha mshahara wa dada ama haijumlishi mshahara. Lakini kipindi hiki nilikuwa na mtoto tayari. Kwa hiyo lazima matumizi yangu yalikuwa makubwa kwa ajili ya mtoto. Kwa hiyo nadhani ndio maana ilikuwa laki tatu. Nadhani kipindi hiki nilikuwa natafuta namna ya kusave hela. Mara nyingi zaidi nilikuwa nanunua vitu kwa jumla. Kwa hiyo nilikuwa napenda sana kwenda Kawe. Kila baada ya miezi 3 au 4 nilikuwa nanunua vitu vingi kwa jumla, kwa inanisaidia kupunguza hela ya chakula. Nilikuwa naenda soko tu la kawaida kila wiki au kila wiki mbili, nanunua vitu kwa jumla. Kwa hivyo vilikuwa vinanisaidia kupunguza hela. Lakini nadhani bado labda sina hakika sana kama nilikuwa namlipa dada au kwa simlipi dada, lakini nilikuwa natumia laki tatu. Alafu hapa nilikuwa nawekeza au kuweka akiba laki mbili, ambapo ni sana 15% ya mapato yangu. Hapa nilikuwa sijaganya kwamba hela ya kuwekeza ni ipi na hela ya kuweka akiba ni ipi, ilikuwa tu laki mbili. Nadhani kipindi hicho nilikuwa labda nanunua hisa ama nilikuwa naweka kwenye fixed deposit, lakini nilikuwa natumia laki mbili kwa ajili ya kuwekeza. Sasa hivi huwa napenda, ni vizuri zaidi ukawa unawekeza, lakini pia unakuwa na hela kidogo, labda kitu cha dharura kikitokea una hela ambayo unaweza ukaipata haraka zaidi. Kwa hiyo ni vizuri zaidi ukawa ndio na malengo ya kuwekeza, ambao huwa ninasema angalau 10% au mpaka 15% ya uwekezaji wako hiyo kwenye malengo yako ya uwekezaji. Huwa unaweka kwenye uwekezaji na unaweka pia hela kwa ajili ya akiba. Kwa mfano labda unataka kusafiri ama unataka kununua kitu nyumbani, ama unajua kabisa kwamba yani kuna vitu ambavyo unahitaji basi au unataka kujiendeleza kielimu, hela yako ya kwenye akiba itakusaidia kufanya hivyo. Kwa hiyo ni vizuri zaidi ukawa ndio unawekeza, lakini pia una akiba yako ambayo unaweka kwa ajili ya hivi vitu ambavyo vinatumia hela nyingi, lakini labda unajua kabisa labda nitahitaji hela baada ya miezi 6 au mwaka, ama kama ni ada ya shule. Hapa pia niliweka laki moja kwa ajili ya kupika. Sijui to what extent nilikuwa ninafanya hivi. Najua napenda kupika, kwa hiyo nilikuwa napenda kuweka allowance kwamba nikitaka kupika kitu ambacho sijakinunua kwenye shopping yangu kwa nyumba ya huu mwezi naweza nikanunua. Kwa mfano nataka kupika labda sijui keki, afu keki labda ina chocolate, ina vitu gani ambavyo sio ambavyo kawaida ningenunua. Ndio ilikuwa hii budget yangu kwa ajili hiyo. Labda nataka sijui kununua, labda nataka kupika sijui burger, najua kabisa nahitaji cheese. Au nataka kupika labda sijui biscuits ama biskuti, najua kabisa basi nitahitaji zile chocolate chips. Hivi vitu sio vitu ambavyo ningevinunua kawaida nikienda supermarket. Kwa ndo ilikuwa hii budget ya hivi. Kwa kama ni vitu vyote ambavyo nataka kununua tu kwa ajili ya kujifurahisha, nataka kupika weekend, labda sio nataka kupika ribs za aina gani, hii ndio ilikuwa budget yangu. Hapa naona nilikuwa pia na budget ya laki moja kwa ajili ya nguo. Sidhani kama nilikuwa nanunua nguo kila mwezi. Na pendaga kuweka tu budget kwa ajili ya nguo, ili kitokea kwamba labda nimeona nguo nzuri au nataka tu kununua nguo naweka. Mara nyingi sana naweka budget kwa ajili ya nguo, lakini situmii. Nasubiri labda miezi 3, 4, 5 afu nafanya labda shopping kubwa. Lakini huwa napenda kuweka ili tu nijue, kwa sababu unaweza kukuta leo nimeweka laki moja, baada ya miezi 3 labda ninanunua nguo nyingi zikawa laki 3, laki 4. Kwa ndio inakuwa hii budget ambayo nilikuwa nimeweka ndio, lakini sijaitumia kwa huo mwezi.
Hapa pia nimeweka 1,000,000 ambayo 7% kwa ajili ya house decor, kama kuremba nyumba yangu. Najua I can do better, najua naweza nikanunua vitu vingi kwa ajili ya nyumba, lakini najua pia vya gharama. Kwa hiyo nawekaga tu budget ili ningetaka kununua kitu cha nyumbani, sijui labda siku kuna sufuria zimeisha nyumbani nataka kununua, kuna hii budget ambayo nimeweka. Sio kitu ambacho nitatumia hela yangu kila mwezi, lakini napendaga tu kuiweka ili hata kama baada ya miezi 3 4 nafanya shopping kubwa kwa ajili ya nyumba, kuna hii hela ambayo nimeweka kwa ajili ya budget. Pia kwenye budget yangu kulikuwa kuna 1,000,000 kwa ajili ya sherehe. Hii kwa mfano labda nimetoka ofisini, unataka twende labda drinks ama dinner na rafiki zangu, ndo ilikuwa 1,000,000. Kusema kweli siku hizi nikiona gharama zinazozidi kukua, unakuta hii kwa mwezi labda inaweza ikawa ndogo, lakini ndo hivyo, hiyo ndo ilikuwa budget yangu. Mara nyingi sitakuwa ninatoka kila wiki, kwa sio kila wiki kwamba utanikuta nimeenda sehemu ya sherehe au nini, lakini napenda kuwa na budget hii ili nikijisikia au labda tunatoka na marafiki zetu, kuna ile ambayo naweza nikaitumia kwa ajili ya hii. Naona pia nilikuwa na budget ya michango ya 1,000,000, sana 7% ya mapato yangu. Kwa kama nina michango yote, sijui ya harusi, sijui misiba, ilikuwa natoka hapa. Sio kila mwezi utakuwa na mchango wa harusi. Kwa kawaida nategemea kwamba labda inawezekana labda Disemba ndo na michango mingi. Kwa hiyo hela ambayo ilikuwa naweka kila mwezi, ikifika Disemba na hela ya kutosha, kama ni harusi 2, harusi 3, inakuwa inakusaidia. Kwenye bajeti yangu pia nilikuwa na 60,000 kama makato ya benki. Nikiwaza sasa hivi naona kama inawezekana ilikuwa ni hela nyingi. Lakini nadhani nilikuwa FNB kipindi hicho, kwa hiyo najua nilikuwa kama ninakatwa 20,000, nadhani nilikuwa nakatwa 20,000 kila mwezi, afu matumizi yote mengine hautakatwa ukifanya transfer yote. Lakini pia kwenye hii makato ilikuwa pia yale makato ya kutuma hela kutoka kwa simu. Kwa najua ilikuwa ni hela nyingi. Na bado ni hela nyingi kutuma hela kutoka kwenye simu kwa simu. Kwa ndo nilikuwa na 60,000 kwa ajili ya hiyo. Nikitafakari sasa hivi, bado hata sasa hivi makato yangu ya benki huwa na kwenye 40,000 mpaka 60,000, waga yapiti hata hiyo 2,000. Kwa hiyo interesting kwamba miaka karibia 9 iliyopita makato yangu ya benki yalikuwa 60,000. Na sehemu nyingine ambayo nilikuwa nimeweka budget ilikuwa ni 5,000 kwa ajili ya voucher. Naona kama hiyo ile ilikuwa ndogo sana. Sidhani kama 5,000 itakutosha kutumia kama voucher. Labda kama ofisini walikuwa wananilipia, lakini nikitafakari sidhani kama walikuwa wananilipia. Kwa ndo maana ninashangaa kwamba ilikuwa ni 5,000 tu kwa ajili ya voucher. Siku hizi nikishaweka internet sijui kulipa inakuwa hela nyingi sana. Kwenye bajeti yangu pia kuna sehemu nilikuwa nimeandika fungu la 10 tithe. Kama Mkristo tunashauriwa kwamba angalau 10% ya mapato yako hiyo kwa ajili ya fungu la 10. Hapa sijaweka kitu chochote, kwa hiyo nadhani nilikuwa stoi. Lakini ni kitu ambacho natakiwa tu nikifanyie kazi kwamba na siku hizi ninapenda kutafakari kwamba je, ni vitu gani hivi ambavyo they are close to my heart, vitu ambavyo navitaka, labda nataka kusaidia watu yatima, labda nyumbani kwenu kuna mtu ambao anahitaji kusomeshwa, kuna mtoto ambao ndugu yako unajua kabisa kwamba labda hana hela ya kutosha, wazazi wake hawana chakula. Je, ufanyaje ili uweze ukawasaidia? Wakati huwa nafanya budget au naangalia matumizi yangu, napenda kugawanya matumizi kwenye vipengele 4. Kuna matumizi ambayo ni lazima ama fixed cost. Kuna matumizi ambayo sio lazima lakini unaona unapenda kutumia hela yako, yani kwamba matumizi ambayo sio lazima au tunaita guilt free kwa Kiingereza. Alafu kuna uwekezaji investment na saving akiba. Nikiangalia matumizi yangu ya lazima, fixed costs, nilikuwa natumia jumla ya 665,000 ambayo ni gharama ya mafuta ya gari, nyumba, vocha na makato ya benki. Hii ni sawa na 49% ya mapato yangu. Naona sio mbaya sana. Najua kuna watu wengine ambao fixed costs zao matumizi yao ya lazima yanakuwa ni makubwa zaidi. Na ikiwa makubwa zaidi akishapita 60% ya mapato yako, unakuta unashindwa kuwekeza vizuri zaidi kwa sababu hela yako nyingi inakuwa kwenye matumizi yale ya lazima. Kwa hiyo lazima utafakari kwamba je, matumizi yangu ya lazima ni kiasi gani ya mapato yangu. Alafu nikiangalia matumizi yangu ambayo ni ya mimi mwenyewe kujifurahisha, guilt free spending, ambayo inaweka kwenye mapishi yangu ambayo mimi nikitaka kupika kitu ambacho nataka tu kupika, ama nguo, kununua
michango ya harusi, entertainment, yani sherehe, house decor, matumizi ambayo sio lazima sana. Nilikuwa natumia jumla ya 500,000 sana, 37% ya mapato yangu. Nikitafakari unaweza kuona kama kidogo yako juu, kwa sababu angalau tunashauriwa kama yanatakiwa kama kuwa kwenye yasizidi 35%, lakini najua yako 37% kwa sababu fixed cost zangu hazikuwa kubwa sana kipindi hiko. Alafu nikiangalia uwekezaji wangu nilikuwa natumia 15% ya mapato kwa ajili ya uwekezaji ambao naona ni sawa, reasonable, yani naweza nikawekeza vizuri tu, lakini nilikuwa siweki hela yote kwenye akiba. Kwa hiyo hapa inaonekana kwamba ikitokea kitu ambacho ninahitaji nilikuwa tu natumia kwenye uwekezaji wangu, ambao ni sema ambao narekebisha ni angalau na hela kidogo kwenye akiba, kitu kikitokea una hiyo hela, ama labda unaweka akiba hapo, unataka kununua sijui fridge, unataka kununua gari, kwa kuna hela ambayo unaweka kwa akiba. Haya ndio yote kwa leo. Hiyo ndio bajeti yangu ambayo nilikuwa nafanya miaka 9 iliyopita kulingana na mshahara ambao nilikuwa ninao. Kama na comment yoyote unaweza kuongeza hapa chini kwenye comment section. Kama umefurahi video na hujasubscribe kwenye channel yangu, tafadhali subscribe. Tutakutana tena wiki ijayo. Kwaheri.